Karibuni katika makumbusho haya ya elimu viumbe. Ninaitwa Pura Konai, ni mhifadhi kiongozi katika makumbusho haya. Makumbusho haya ya elimu viumbe imesheheni mambo mengi yahusuyo elimu asilia. Tuna maonyesho ya aina tofauti tofauti. Tuna onyesho la kwanza linalozungumzia zama damu au binadamu wa kale. Hii ni muhimu sana maana ni baadhi ya masomo kwa wanafunzi wa sekondari msingi. Lakini pia watafiti wanayatembelea haya na inawasaidia kuelewa zama damu au binadamu wa kale mpaka tulipo hivi leo. Lakini tuna onyesho la pili ambalo linahusu entomolojia au elimu ya wadudu. Elimu ya wadudu ni maonyesho muhimu kwa kuelimisha jamii, kwani wadudu wana athari aidha kijamii au kiuchumi. Kwa mfano, ukiangalia mdudu kama nyuki anasaidia jamii katika mambo ya uchumi, lakini mdudu kama mbu ni hatari kwa afya ya binadamu. Kwa hiyo kuelewa wadudu mbalimbali ni sehemu muhimu katika maonyesho yetu haya. Tuna onyesho linalohusu ekolojia ya nchi yetu. Ekolojia ya nchi yetu ni pana na tumeweka onyesho maalum kwa ajili ya kuonyesha mali asili mbalimbali kwa upande wa wanyama, wadudu, ndege na hata nyoka. Lakini tuna onyesho linalohusu elimu ya mimea, inaitwa Arusha Botanical Garden. Pale tumeweka mimea mbalimbali ambayo ni kivutio muhimu. Mimea ina kazi nyingi, aidha katika kusaidia jamii kwa madawa. Kuna mimea zinazopotea, lakini kuna mimea ambazo ni muhimu kwa ajili ya mazao ya biashara kama mdalasini. Kuna mimea aina ya mti wa babu wa Loliondo huko hapa. Umeletwa baada ya babu wa Loliondo kuutumia kutibu watu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu wayaone mambo hayo ili waweze kuyafurahia yaliyomo katika makumbusho haya. Tuna onyesho la wanyama hai ambao ni kama jamii ya kobe. Tuna mkobe mkubwa ambaye amefikisha zaidi ya miaka 200. Anaitwa ambaye yuko kwenye viwanja vyetu hapa. Mnaweza mkampitia na mkamona. Kwa ujumla tunawakaribisha wadau wa elimu, utalii pamoja na watafiti waweze kuyaona maonyesho hayo na kuyafaidi. Karibuni sana makumbusho ya elimu viumbe. Katika shule za sekondari na misingi, huwa tunawavutia zaidi kuja kusomea historia ya nchi yao kupitia jengo la Boma ambalo liko hapa. Watawala waliotawala, ile jengo mnaloliona ambayo makumbusho hayo yamehifadhiwa, ilijengwa miaka ya 1890. Kwa historia ilijengwa na Wajerumani wakati wa ukoloni wake. Na ndio historia ya jiji la Arusha. Unapozungumzia jengo hili ndio unazungumzia mwanzo wa mji wa Arusha. Kwa maana ya kwamba jengo la kwanza la kisasa ndio hili la Boma. Ilijengwa na Wajerumani na baadaye ikafuatiwa na majengo mengine kama pale New Arusha Hotel ilikuwa ni kota ya maaskari wa Kijerumani. Kwa hiyo watapata historia ya nchi yao kabla baada ya uhuru. Kobe anaweza kuishi muda mrefu zaidi ya miaka hata 300, tegemeana na mahali alipo. Ni wanyama wanaoishi muda mrefu kwa sababu nyingi tu. Mojawapo ni kwamba kobe hawindwi na wanyama wengi. Adui wake wako wawili tu duniani. Anawindwa na binadamu kwa sababu wengine wanamkula kama sabe. Unaweza ukute ana supu nzuri sana, vitu tuwezi kujua. Lakini kuna ndege aina ya marsh eagle huwa anaweza kumchukua huko ardhini akapanda nayo angani na akamdondoshia kutoka kule. Ana akili hiyo. Na hiyo inamsababisha yeye hana maadui wengi. Kwa hiyo anaweza kuishi, lakini pia anakula majani makavu na mabichi. Kwa maana hiyo hata wakati wa ukame yeye atasurvive. Kobe ana manufaa mengi tu, sababu nayo ni aina ya wanyama wanaokula majani. Kwa hiyo inamsaidia katika kusafisha hata mazingira sehemu mbalimbali. Lakini pia kwa wengine kama nilivyokuambia ni kitoweo, makabila wanamla. Kwa maana hiyo inasaidia jamii mbalimbali kuishi na kuwepo kwao. Kwa hiyo ina sababu nyingi za kiekolojia, kijamii, kwa sababu sio kila jamii inakula wanyama mbalimbali. Unaweza ukaenda huko kaskazini watu hawali wanyama fulani. Lakini ukienda kusini wanakula wanyama fulani. Ukienda kule ya chini huko Karatu, Mbulu, kuna kabila linaitwa Hazabe. Wale ndio wanapenda, ndio mnyama tamu zaidi kwa uwindaji wao. Kwa hiyo ana mambo mengi, ana faida nyingi. Lakini unajua katika jamii pia anatumika kwa utalii. Watu mbalimbali wanakuja kuangalia. Kwa hiyo inaheshimisha utajiri wa utalii wetu. Wito wangu kwa taasisi mbalimbali na jamii ya Watanzania na wa nje ni kuitembelea makumbusho haya. Ndio mwanzo wa kupata
taarifa sahihi kuhusu mahifadhi zetu za taifa, mila za watu wetu, na pamoja na uasili mbalimbali wa nchi yetu. Asante.